Naam, habari za wakati huu mwana Baharia TV, ni matumaini yangu mzima wa afya na unaendelea kuitazama Baharia TV. Sasa kupitia ukurasa wa kwake Godbless Lema amechapisha hapa taarifa. Kwenye picha namuona hapa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu, kushoto hapa kulia namuona Rais Samia Suluhu Hassan. Inaonyesha kulikuwa na mazungumzo kipindi hicho. Sasa hii picha ni ya kipindi cha nyuma ambacho ameiposti hapa Godbless Lema kwenye ukurasa wake wa Instagram. Sasa nasoma alichokiandika hapa Godbless Lema. Ameandika hivi: Mama Samia, naomba kukupa taarifa kuwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran yameferi huko Pakistani. Hii inaashiria hatari ya hali kurudi katika mvutano mkali zaidi hata kuzidi ilivyokuwa mwanzo. Dalili zake zinaonekana wazi. Ushindani mkubwa wa kununua mafuta utaongezeka, hasa katika nchi zenye mafuta ambazo bado zina utulivu. Katika hali kama hii, Afrika itaendelea kuathirika zaidi, ikiwemo Tanzania. Godbless Lema ameendelea kuandika, athari zake hazitaishia kwenye nishati pekee. Mfumuko wa bei, kuanguka kwa uchumi na sekta ya usafiri wa anga navyo vitapata pigo kubwa. Mashaka ya usalama yataongezeka, gharama za mafuta na bima zitapanda, na baadhi ya njia za ndege, hasa zile zinazopita Middle East, zitaanza kuepukwa. Hii itaathiri moja kwa moja utalii, biashara na uchumi kwa ujumla. Godbless Lema ameendelea kuandika, katika kipindi hiki cha misukosuko ya kiuchumi duniani, Tanzania inapaswa kuwa makini zaidi. Ni wakati wa kusafisha hali ya kisiasa na kurekebisha mwelekeo wa diplomasia yake. Dunia inapokuwa katika hali ya taharuki, nchi zinahitaji kuonyesha utulivu wa ndani ili kujenga imani ya nje. Godbless Lema ameendelea kuandika kwamba kuendelea kumshikilia Tundu Lissu katika mazingira kama haya kunazidi kuongezeka hali ya sintofahamu inayochochea hisia na migogoro, inaongeza presha ya kisiasa na inaleta picha ya nchi isiyo na uthabiti, hasa inapounganishwa na kumbukumbu za migogoro ya uchaguzi na matukio ya vurugu na mauaji ya Oktoba 29. Ukizingatia kuwa katika kila korido za kimataifa na ndani ya taasisi za kimataifa ni mjadala, anzia UN, ICC, Commonwealth na mataifa yote makubwa duniani. Hili si swala la mtu mmoja tu, bali ni taswira ya taifa. Wakati huu unahitaji hekima, si kiburi, kwa sababu historia inaonyesha wazi mataifa yanayoendelea kufanya maamuzi kwa misingi ya ubabe wakati wa nyakati ngumu huishia kukutana na anguko kubwa kuliko walivyotarajia. Naona downfall yenu kubwa sana na ya aibu kama mkiendelea kukaza fuvu. Ni taarifa ambayo ameandika Godbless Lema kwenye ukurasa wake wa Instagram kama nilivyokusomea. Je, una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Nitakuja hapa kupitia maoni yako. Cha msingi na cha sekondari, bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili uendelee kuwa mwanafamilia wetu mwana Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.